sasa. Takatifu Mungu, Muumba wa mbingu na nchi, nasema asante kwa ajili ya siku ya 4 ya semina ambayo Bwana umetujalia. Haikuwa rahisi, lakini kwa kibali chako Bwana. Asante kwa ajili ya uwepo, utendaji, madhihirisho na kuokoa pia Bwana. Tumeshuhudia ukiokoa mahali hapa kwa neno lako. Hakika Bwana umejipatia matunda. Wakati huu Bwana tunaendelea kusihi utendaji wa Roho Mtakatifu. Siku hii ya 4 tuko pia uwepo wako. Asante kwa sababu Mungu unatupenda, uko pamoja nasi hata sasa. Maana wewe ni Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu. Naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Sote tuseme amen. Amen. Unaweza kumpa Bwana Yesu mwingi sana. Amen. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Leo ni siku ya semina. Siku ya 4 ya semina yetu. Tunamshukuru Mungu aliyetufikisha hapa. Amina. Haikuwa rahisi kufika hapa. Haikuwa rahisi. Bwana asifiwe sana. Na ninaona uwepo wa Mungu wa kutosha. Ninaona kabisa mtiririko katika ulimwengu wa roho. Tutatembea vizuri. Amen. Leo tunaangalia kipengele cha siku ya 4, tunasema nguvu ya adui. Nguvu ya adui juu ya mtu hutegemea makosa ya mtu. The power of enemy. Nguvu ya adui inategemea makosa ya mtu anayoyafanya. Nguvu ya ibilisi, yaani inafika mahali anajigamba kwa sababu amepata mtaji pekee ambao adui anaweza kutamba nao ni pale mwanadamu anapofanya makosa. Haleluya. Kabla ya anguko katika bustani ya Edeni, Shetani hakuweza kutamba. Si ndio? Walikuwa wanaishi tu, maisha yanaendelea. Lakini uharibifu ulipoingia, mambo yakabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo tunaangalia nguvu ya adui juu ya mtu. Ujue kwamba inategemea makosa ambayo unayafanya kila siku. Andiko kuu katika somo la leo ni Waefeso sura ya 4 mstari ule wa 25 hadi 27. Waefeso sura ya 4 mstari wa 25 hadi 27. Biblia inasema hivi: basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Muwe na hasira, ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujatoka. 27. Wala msimpe ibilisi nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Mtume Paulo anawaandikia Waefeso. Anaandika waraka kwenda kwa Waefeso. Na anawaambia inawezekana ukapatwa na hasira kwa sababu wewe ni mwanadamu. Amen. Lakini katika hiyo hasira isiwe hasira ambayo utalala nayo, utaamka nayo, utamaliza wiki ya pili, mwezi, mwaka na kuendelea. Maana katika hasira utamkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema wala msimpe ibilisi nafasi. Muwe na hasira ila msitende dhambi. Amina. Kabla jua halijazama.
Maana yake nini basi? Kanisa la Bwana linatafutwa na Ibilisi kwa kutuchonganisha. Kuna wakati Ibilisi anatengeneza mazingira ya kukupandisha hasira, ya kukufanya ufungue kinywa chako utoe neno baya ili akukamate. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati Yesu aliulizwa maswali hakuyajibu yote, mengine alinyamaza. Yamkini alijua katika hili nikifungua kinywa adui huenda akapata point. Bwana asifiwe sana. Niseme kwamba shetani hana nguvu za kuharibu maisha yako bila kutafuta kwanza mahali pa kuingilia. Shetani hana nguvu za kuharibu maisha yako bila kutafuta mahali pa kuingilia ili apitishe uharibifu. Kwa hiyo uharibifu ambao tunauona leo ni kwa sababu kuna mahali paliachwa wazi, shetani akapitisha nini? Uharibifu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kila siku na kila usiku kazi kubwa ya adui ni kukupiga wewe, ni kukuloga, kukufunga, yaani kukusumbua usiwe na utulivu, ili mwisho wa siku upate kumkosea Mungu. Lengo kubwa ni kukukosesha mbele za Mungu ili apate sababu ya kukushtaki. Amina. Unajua Yesu alipokuja duniani kutafuta roho iliyopotea ambayo ni ya kwangu na ya kwako, aliipata siku tulipoamua kukiri na kuokoka, si ndio? Akaipata. Lakini inaweza ikapotea ikiwa tutafungua milango adui akipata nafasi. Ibilisi anajua ya kwamba mtu akiwa ndani ya neema, mtu akiwa ndani ya neema ya Mungu ni vigumu kumwangusha. Fuatilia, wengi walioangushwa ni kwa sababu walikuwa na hasira. Wengi walioangushwa ni kwa sababu ya hasira, kwa sababu waliumizwa. Watu wanajirusha kwenye magorofa, wanaanguka chini, wanakufa kwa sababu ameumizwa na aliyemtarajia, aliyemdanganya. Ndio maana Biblia imeanza pale kwamba uvueni uongo, vueni uongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbunge siku moja kwenye bunge akawa anasema tutunge sheria. Inawezekanaje binti umeingia makubaliano ya kumsomesha, alafu anamaliza chuo, alafu mwambia vipi kuhusu mpango wetu? Asema bana, kama vipi, kila mtu kivyake, alafu umemsomesha. Walikuwa wanazungumza bungeni. Bwana tusaidie sana. Sasa huyu mtu anayeachwa katika hali ile anaweza akapatwa na hasira, na ile hasira ikampelekea kumkosea Mungu, akaamua kujipoteza. Ni kwa sababu adui amepata nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sio kila kachekesha kweli kwamba wanawake wanatusumbua. Wanawake wanatusumbua. Mbunge nazungumza kwamba unaongea naye, unakubaliana naye, alafu unamtumia na hela, baadaye hapatikani. Tutunge sheria. Anaongea bungeni, mheshimiwa, tutunge sheria. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo basi shetani anatengeneza mitego. Kila aliyenaswa alinasa kwenye mtego. Lakini walio na neema ya Mungu wanavuka mitego. Amen. Isipokuwa ile ambayo Mungu ameruhusu kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Maana si kila maumivu unayoyapitia pengine ni kwa sababu ya shetani. Mengine ni kwa sababu Mungu ameruhusu, anataka kupandisha daraja. Na yale aina hii ya maumivu hayaondoki kwa kusema toka kwa jina la Yesu. Huwezi kumkemea Mungu aliyeruhusu. Tunaelewana? Ayubu alipitia maumivu makali sana. Ingekuwa wewe ushatubu, dhambi zote zimeisha, za kijani, za blue zimeisha, ulishatukana na kutukana. Bwana kusaidie sana. Kwa hiyo inahitaji pia hekima
ya kimungu, kujua kwamba napita hapa kwa sababu Mungu ametaka nipite. Wengine wanajua kila pito ninapita kwa sababu shetani au nimelogwa. Hekima ya Mungu iwepo. Kwa shetani anatengeneza mitego. Mtego namba moja, anaweza kutengeneza kishawishi. Ushawishi. Kuna jambo huwezi kulipata sasa kwa uwezo wako, kwa umri wako, liko nje ya uwezo wako, lakini anakuletea mazingira ambayo ni kama inawezekana. Kwa unajikuta unatamani, unaingia kwenye mtego wa ushawishi, na unajikuta umenaswa na adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani ana akili tena nyingi tu. Ni kama wewe ulivyo na akili, unapotaka kumkamata kuku nyumbani anayesumbua, unataka kumchinja. Unaweza kuingia gharama ya kununua karanga hata kilo moja ili umkamate nani? Kuku. Unataka kumkamata kuku mchana wakati wameenda kusulula, wapo kule. Sasa mkamataje? Na wewe umeenda na mwili uwe mzito, mchaga, unamkamataje kuku? Unamkimbiza. Inabidi uende sokoni ukanunue karanga, alafu anze kuwarushia wakiwa mbali. Haumrushi, unamrushia akiwa mbali. Anaona hili ni pendo la namna gani? Unarudi kidogo kidogo. Kuku anaona ni pendo, kumbe ndani yake ni pengo. Haleluya. Kwa hiyo katika maisha ambayo tunayaishi, kuna mahali watu wamenasa kwa sababu walifikiri zile karanga zitaendelea kurushwa. Kumbe kuna mlango umefunguliwa. Wewe ushangai, anakurushia karanga, alafu anaelekea kwenye banda au anaingia ndani. Na wewe unakuja piga kelele, anakurushia. Ndio wale wanakuta huyo bwana, mimi nilikuwa sitaki, 1 2 3. Ulifikaje nyumbani kwake? Ulirukia wapi? Acha ujinga, sema mmeshindwana. Labda mzani umeshinda kubalance. Malipo yamekuwa kidogo. Kesi nyingi za kipumbavu tu. Bwana tusaidie sana. Kumbe mtu ameshawishika, akala vya watu, unakula vya watu, unategemea nini? Vyakula salama ni vya baba yako na mama yako. Na kaka yako na ndugu zako wenye akili timamu. Maana wapo pia ndugu waliovurugika. Vya wengine ujiandae kuvilipa. Bwana sio sawa. Amen. Yaani wewe mke wa mtu unafurahi kununua vitu na mume mwingine kule. Unaenjoy vitu. Au ni baba lingine. Uwe na mipaka hata kama una njaa. Mume wako ana wajibu wa kukupatia chakula. Haleluya. Na kuna wakati inabidi ushinde njaa. Si kila anayekupa upokee. Acha upagani huo. Utaingia kwenye mtego wewe. Ndio maana katika Biblia ukisoma kitabu cha Mhubiri, kuna wakati wa kuona njaa, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka. Wewe usiyetaka kupitia majira ambayo Biblia imesema, utaingia kwenye mtego wa ushawishi. Wenzako wanabadilisha nguo, wenzako wanaiki. Unapambana na wewe uendane na wakati, kumbe unaingia kwenye mtego. Kwa shawishi, namba 1 anatumia kushawishi. Namba 2, hasira. Anatumia hasira. Namba 3, anatumia tamaa. Yapo mengi pale, kiburi, uongo na uasi. Yote yanatumika pale. Kwa hiyo anakupandisha hasira. Yaani kuna mtu anakuja na kupandisha hasira, na akikuona umekolea kwenye hasira, ibilisi sasa. Yaani unachokozwa, unachokozeka, na hasira ikipanda, shetani anapata mlango wa kukupa pepo, anakurushia chini. Nikupe siri. Kila aina ya mitego anayotengeneza shetani, kutengeneza kulingana na tabia yako. Anakustadi tabia yako ni nini. Unaelewa? Kama ni mdomo, msemaji sana,
atakutegea kwenye maneno. Kama ni uzururaji. Kama ni kupenda kula, atakunasa kwenye kula. Unapenda miguu ya kuku, atakunasa tu kwenye miguu ya kuku. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa na bahati mbaya ujui, kama ungejua ungejiepusha. Kwa adui anajua kwamba akishafanikiwa kukukosesha atapata mamlaka. Wakati mwingine tunakemea mambo yanakuwa magumu, mazito, kwa sababu mtu aliingia akiwa na akili timamu, akiwa na uelewa, akafunga mkataba, akaingia mzima. Sasa huyo mtu nahitaji ufahamu wake kwanza urejee, ili atambue kwamba aliingia mwenyewe na asimame kukana tena hilo agano ili aweze kutoka. Tunaelewa mfahamu? Vinginevyo Yesu aingilie kati kwa nguvu sana, kama ambavyo tunasoma katika ile mji wa Gerasa. Yesu anafika na wanafunzi wake, yule jamaa akashuka, anekaa mlimani makaburini, akashuka mbio, akamfuata Yesu, anataka kumpiga mawe. Anamwambia, tuna nini nawe Bwana? Tuna nini nawe? Umekuja kututesa kabla ya wakati wetu. Wako kwenye agreement, wapo kwenye mkataba. Lakini Yesu, kwa sababu yeye alikuja kuvunja mikataba, alivunja mkataba, ndio Bwana akaokolewa. Sema amen. Na kupitia huyu wa Gerasi, nilikwambia siku moja kanisa likafunguliwa, na sasa ukienda utakuta makanisa mengi. Mwinjilisti wa kwanza ni mtu alikuwa amefungwa na mapepo mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo alipata neema. Yaani Yesu aliona katika maono na akasukumwa kwenda kule, maana kazi ile walitoka mahali kufanya kazi ya kuchokesha sana. Halafu akawalazimisha wanafunzi kwenda tena nao, kumbe anamfuata mtu mmoja. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ilikuwa ni neema, alipata neema sana yule mtu. Kwa hiyo shetani akipata nafasi ya kukufunga, anakufunga. Na akishapata nafasi anaweza kukufunga ama kukuchelewesha mambo yako, kukunyima haki yako. Anaifinya afya yako, inakuwa mgogoro siku zote. Unajifariji kwamba kwa umri wangu ni sawa. Baba, mimi umri wangu umeenda ni sawa. Hakuna sawa hapo. Ibrahim mpaka anakufa hakuwa na hayo magonjwa, ambaye ni baba yetu wa imani. Sema amen. Haleluya. Kwa hiyo jifunze, jiambatanishe na watu ambao walishinda, ili kwa namna chanya zaidi. Haleluya. Daudi mwenyewe tu anasema sitakufa, lakini salikufa. Alikataa kufa. Anapambana, sitakufa mpaka nisimulie nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie sasa hapa kipengele cha kwanza siku ya leo. Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego. Kuna watu hapa, Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego. Ni Daniel, fungua kitabu cha Daniel sura 6 kuanzia mstari ule wa 5. Soma hapo. Daniel sura ya 6 kuanzia mstari wa 5, maandiko yanasema, ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshitaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, Mfalme Dario, uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yoyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Sasa mfalme, piga marufuku, ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Waamedi na Waajemi. Imetosha hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kuna watu wameona wivu, wanamwonea wivu Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego kwa sababu wanamwabudu Mungu wao aliye hai, na kwa sababu ya mambo yao
kwa sababu ya wivu wao wakatafuta namna ya kumchonganisha Daniel na mfalme bosi wake, ili kwamba Daniel apate adhabu. Kuna watu wanaweza kufanya mambo wakakuchongea kwa bosi wako, uonekane mbaya, safari zikija usipewe, promotion zikija hupati. Nalo mtu wa Mungu, madaraja yakija upande madaraja. Kumbe kuna watu wamechongea. Kwa hiyo walitafuta makosa, lakini hawakuonekana hawa watu wakiwa na hatia. Na kwa sababu hawa Wakaldayo walijua kwamba Danieli alikuwa ni mwaminifu kwa Mungu wake, wakasema sasa tumtafute kupitia Mungu wake. Wanajua Danieli lazima ataomba Mungu wake tu, hata inamia sanamu. Wakapeleka proposal, wakapeleka pendekezo la sheria ambayo mfalme wala hakuwaza mambo yale, ila watu wa chini wale kwambia kunguni wale ndio wanapeleka ili wapate kile wanachokitaka wao. Haleluya, haleluya. Lazima tu angeendelea kumomba Mungu ili walilichiwa. Wakati wa mbingu itakapopigwa, wakasema hatutapata sababu ya Danieli isipokuwa katika sheria ya Mungu wake. Kwa hiyo wanatafuta udhaifu, wanatafuta wamgombanishe, akishagombana na mfalme akutwe na hatia ili ahukumiwe. Ni mara ngapi umeingizwa kwenye ugomvi? Mara ngapi umeingizwa kwenye ugomvi wa maneno? Mara ngapi umegonganishwa mahali alafu ukajikuta umeingia kwenye makosa? Bwana atusaidie sana. Na wakaandaa sheria ya kumtaka ya kumkataza kuomba Daniel. Wakaandaa sheria, mazingira ambayo yalikuwa yanambana Daniel asiombe, lakini matokeo yake yanasema Daniel na wenzake hawakuwa tayari kugombanishwa na Mungu waliyemwamini. Hawakuwa tayari. Ukiendelea kusoma hapo ni mambo ya ajabu. Imepigwa ile mbiu yao ili kwamba kila mtu ainame aombe, alafu cha ajabu badala ya kuinama kuomba, wao wakainuka kutazama Daniel alipo, na wenyewe walikuwa wanakosa. Na wao hawakuinama. Ukuja jua hili, ila leo ndio unajua. Kwa sababu kwa namna tamaduni ya kuinama, huwezi kainama ukamwona mwenzako hajainama. Si ndio? Amina. Na sio ni kupiga magoti na kushusha kusujudu pale chini, halafu upeleke mashtaka kwamba huyu hakufanya. Mfalme angekuwa na akili angekamata wote. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa sababu mfalme hakuwa na macho ya rohoni, baadaye walikuja kukamatwa. Haleluya. Sasa wakamwambia mfalme, wakati ndio umepigwa, wakati sisi sote tumeinama, Danieli peke yake na watu wake walikuwa wanaendelea kuomba. Unaona hiyo kesi ilivyokaa? Yaani kesi nyingine za mchongo fulani hivi. Amen. Zimechongwa tu. Basi wakakamata kapeleka mbele ya mfalme Nebukadneza. Wakasema kweli hatuwezi. Kwa habari ya kuinamia sanamu yako hatuwezi. Kwa sababu kuna mawili. Tupatane na wewe mfalme, tukosane na Mungu aliyetuumba. Au tukosane na wewe, lakini Mungu aliyetuumba tuende naye sawa. Ambaye huyu aliyetuumba anaweza kutuokoa na mikono yako. Amina. Wakawaona kama jeuri. Wakawakamata wakatupa kwenye tundu la nini? La simba. Kesho yake anaenda kutembea kuangalia simba wamenenepa au wamekonda. Yaani unajua hawa wambea hawa wachonganishi waliwasababisha, waliwaponza hata wale simba wasiweze kupata chakula usiku kucha, hawakula.
maana ilikuwa ni kawaida simba kila siku apewe chakula. Sasa wakasema kwa leo, kwa sababu tumepata mijamaa minne hii tuitupie pale, simba wangenenepa. Badala yake simba waliingia kwenye maombi ya kufunga mpaka asubuhi. Haleluya, haleluya. Na mimi ninasema jioni leo, sema na mimi natangaza jioni leo, sema yeyote aliyekupangia mabaya hayatakupata kwa jina la Yesu. Yeyote aliyekuchimbia shimo ataingia mwenyewe kwa jina la Yesu. Haleluya. Na waliotumwa kupeleleza wakutane na nguvu ya Mungu iwabadilishe waamini Yesu, wawe marafiki zako kwa jina la Yesu. Haleluya. Inawezekana. Haleluya, haleluya. Biblia inasema kwamba Danieli akatupwa kwenye tundu la simba, lakini hili simba wakafunga vinywa vyao. Inawezekana umetupwa mahali, unayo mamlaka ya kufunga kinywa cha adui yako. Haleluya. Unayo mamlaka kupitia jina la Yesu Kristo. Na leo tunaenda kufunga vinywa vya adui zetu. Haleluya, haleluya. Tunafunga. Badala yake sasa mfalme akaagiza wale ambao walikuwa wamechongea wakakamatwa wote, wakatupiwa. Tena walikuwa wengi, lakini siku ile yamkini simba hata wakushiba. Waliwanasa kabla hawajafika chini. Simba alitafuna juu kwa juu. Kwa Kiingereza tungesemaje juu kwa juu? Umecheka kwa sababu najua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo akawadaka, wakatafunwa kabla hawajafika chini. Bwana asifiwe sana. Na mimi nasema leo adui zako leo watafune kwa jina la Yesu. Wale kupangia mabaya leo watafune kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Soma ile Danieli 6:20 na 24. Danieli 6:24 inasema, mfalme akaamuru, nao wakawaleta wale watu waliomshitaki Danieli, wakawatuma katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda, wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu. Umeelewa kitu? Wale wanaume waliochongea, kila mmoja akakamatwa na mke wake na watoto wake. Sasa walikuwa wangapi? Alafu simba walikuwa wangapi? Kiasi kwamba walipotupwa kwenye lile shimo, simba aliweza kuwatafuna juu kwa juu. Hawakufika chini. Kwa hiyo mtu anayekutegea mitego, kazi ya shetani ni kutega mitego. Lakini ukisimama vizuri na Mungu, unaweza kaingia kwenye mtego na utachomoka. Haleluya. Jioni ya leo na kuamuru kwa jina la Yesu, toka kwenye mitego hiyo. Bwana akutoe kwenye mitego. Kuna mitego lazima utaingia tu. Lakini inategemea sasa ukiwa kwenye mtego utaanguka au utasimama. Haleluya. Si kuingia kwenye majaribu ipo tu. Kuingia kwenye majaribu utaingia, lakini usianguke ukiwa katika jaribu. Yesu mwenyewe aliingia kwenye majaribu. Alipitishwa na shetani mwenyewe. Wala kufunga sana haimfanyi shetani awe mbali. Ndivyo anavyokaribia. Lakini na wewe ndivyo unavyokuwa more powerful. Bwana asifiwe. Watu wasiofunga sana, wala shetani hana habari nao. Wale wanajiwalaji wale, wasioombaomba wale, shetani hana habari kabisa. Sasa usiache kufunga ili shetani asiwe na habari. Alishawakamata, kwa hawana vurugu. Wa kwake, huwezi kusumbukia ng'ombe yupo zizini. Wanasumbukiwa walio nje ya zizi ili awalete zizini. Kwa anakutafuta wewe unayerukaruka. Unayekuja kanisani kama network, inapanda bado inashuka. Mnalo unapanda bado unashuka. Huduma unafanya kuna baa tatu ngapi zinashuka yani you are not serious. Wewe ndio unakutafuta. Kwa hiyo mtu mmoja akawaponza familia nzima. Mtu mmoja akaponza familia nzima. Sasa twende jambo la pili, mke wa Potifa. Mke wa Potifa. Mwanzo 39 mstari wa 9. Tumangalie mtu mmoja hapa. Mwanzo 39 na ule mstari wa 9 maandiko yanasema, hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala kunizuilia kitu chochote ila wewe.
kwa kuwa wewe umkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Hebu angalia 38. Amini rudi mstari mmoja nyuma. 39:8. Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala kunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe umkewe. Nifanyaje ubaya huu mkubwa nikose Mungu? Bwana asifiwe sana. Shika mimi bado unaifahamu. Anza mstari wa 7 ili waelewe na wasiofahamu, ndio faida hiyo. Tusiashumu watu wanafahamu alafu hawajui. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu. Akamwambia lala nami. Lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani. Naam. Na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala kunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe umkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Imetosha. Bwana sasa. Hapo ndio unaelewa Yaani Yusufu yupo Misri. Na mchakato wa Yusufu na ufahamu. Alichukiwa na ndugu zake, wakampiga, wakataka kumuua, wakamtupa kwenye shimo, baadaye akaja kuokolewa, wakamuuza, akaenda utumwani. Tunaelewana? Sasa Yusufu mambo mengi yalipita hapo katikati. Lakini Yusufu anakuja kuchukuliwa kuwa mtumishi katika nyumba ya Farao, ya binti kwa mfalme. Bwana asifiwe sana. Yule mfalme alikuwa na mke wake. Mke wake alipomwona Yusufu yuko na cheo, yuko vizuri, na akatamani kulala naye. Yusufu akasema, siwezi kufanya ujinga kama huu ili nimkose bwana wangu. Haleluya. Yusufu akakataa. Huu ni mtego ambao umetengenezwa na adui. Lengo lake ili kwamba shetani amnase Yusufu. Na unafahamu Yusufu aliposimama imara, alikuja kuwa sababu ya kuwaponya ndugu zake na njaa pia. Wewe ukisimama, ndugu zako utawasaidia. Wewe ukiharibika, hata ndugu zako hutawasaidia wala hutakuwa msaada kwa ndugu zako. Kwa hiyo Yusufu alikuwa ni kijana mwenye maono. Alikuwa na maono. Ibilisi akajua kuwa ana kesho kubwa. Kwa akatafuta namna ya kuiwinda kesho yake iliyo kubwa ili aiangushe. Mtego wake akauweka kupitia kwa nani? Kwa Potifa. Mwanamke huyu alimsihi siku baada ya siku afanye uzinzi. Sikiliza, hapa Biblia imeandika mara moja, lakini yule alimfuata mara nyingi. Na kila alipomfuata alimkatalia. Mwisho kabisa anakuja kumtengenezea kesi nzito, kwamba wakati Yusufu anakimbia, mwanamke akatoa vazi yake akayachana, akasema huyu anataka kunibaka. Wakapewa kesi kubwa. Ni mtu ambaye anasimama. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo usiogope yatakayokupata, kwa sababu umesimama katika haki. Mungu atakutetea. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kwa sababu hakukubali kumkosa Mungu, alifungwa gerezani kwa muda, lakini gereza likawa daraja la kwenda ikulu. Bwana asifiwe. Gereza likawa daraja, maana alipopanda pale ndipo alipoenda. Hapa alikuwa bado hajawa waziri mkuu. Umeelewa? Alipotoka gerezani sasa akatafasiri ile ndoto, ndipo akapandishwa akawa juu sana. Amina, mtu wa Mungu. Na jambo la tatu, tuna maombi mazito sana. Tunakimbia, atakayechelewa atakuwa amechelewa kweli kweli. Tunamaliza saa 11:30. Jambo la tatu tusome hapa. Jambo la tatu ngoja kusimulia. Jambo la tatu ni Ibilisi kutega mtego kwa mwanamke anaitwa Hawa. Tunaelewana?
mtego ukatekwa kwa mwanamke anaitwa Hawa, si ndio? Akaulizwa kwa habari ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Inawezekana shetani asingepata njia, ila isipokuwa mwanamke wakati anajibu aliongeza kitu ambacho Mungu hakusema. Mungu alimwambia msile, mnaweza kula matunda katika miti mingine yote isipokuwa matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya msile, siku mtakapokula mtakufa hakika. Shetani anamuuliza ati Mungu aliwaambia nini kuhusu mti? Kasema umefika hapo? Kasema Mungu asema tu tunaweza kula matunda katika miti yote isipokuwa mti wa wapi? Mungu alisema katikati. Kwa hiyo uharibifu ulianzia pale. Kamwambia hapana, ukila wala Mungu alijua ukila utafumbuliwa macho, ufahamu, mimi nitakuwa kama yeye. Mwanamke akashawishika akala tunda. Kwa hiyo shetani akafaulu kuingiza mtego kwa mwanamke, na mwanamke kwa sababu amebeba tayari roho ya shetani, akawa na ushawishi pia, akaweza kumwangusha mume wake. Sasa akaweza kumwangusha mume wake. Mungu anatokea pale, kila mmoja anajieleza kivyake. Sasa huko leo siko sana huko. Haleluya. Niseme kwamba alimkosesha Hawa akamkosesha Adamu. Walipokula matunda yaliyokatazwa, utukufu ukaondoka. Hasara za kumkosea Mungu. Hofu kubwa ikaingia. Utukufu ukaondoka. Laana ikaingia. Kifo kikaingia. Ndio kwa mara ya kwanza kifo kinatamkwa. Kwa mara ya kwanza binadamu wanapewa kwamba sasa utakula kwa jasho. Si ulikuwa unalima tu unaangalia bustani unapata matunda unakula. Sasa utakula. Kwa mara ya kwanza Mungu anawafukuza watu waliowaumba kwa sura yake mwenyewe, akawatoa kwenye bustani. Shetani anapofanikiwa kukukamata, anakuacha. Mwisho wa siku nakukia kwenye adhabu. Wakati wale Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa jambo la nne linapatikana kitabu cha Luka. Twende Luka 4 hapo. Anza mstari wa kwanza. Luka sura ya 4 mstari wa kwanza inasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani. Akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu. Hata zilipotimia hizo siku aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu. Akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Sikiliza kwanza. Kwa hiyo alichokuwa anakitafuta shetani ni kwamba Yesu amsujudie shetani, wakati imeandikwa anayetakiwa kusujudiwa ni Mungu peke yake. Kwa lengo lilikuwa ni kumkosesha pale. Namba 8 na 9.
9 inasema akamuongoza mpaka Yerusalemu. Akamuongoza mpaka Yerusalemu. Naam. Akamweka juu ya kinara cha hekalu. Naam. Akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde. Naam. Na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha, akaenda zake kwa muda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia, imeandikwa, jitupe mpaka chini, atakuagizia malaika. Nikuulize swali, je, unaamini kwamba imeandikwa? Je, kufanya utafiti? Yaani ndio ilikuwa ni case study za mwanzoni sana ukiokoka hizi. Hiyo wokovu sasa hivi ni uchakachi wake. Katika mambo ambayo ni ya msingi sana pamoja na hili. Mimi nilifuatilia nikaona kweli imeandikwa. Si ndio? Imeandikwa kitabu gani? Kwenye Zaburi imeandikwa, kwenye Kumbukumbu la Torati imeandikwa. Bwana asifiwe sana. Unajua ndio maana tunapowaambia hebu leta Biblia hapa. Ndio uone umuhimu wa hizi Biblia sasa. Unaona hii? Njoo hapa. Mstari wa ngapi imesema imeandikwa? Mstari wa ngapi? Ni Luka 4, alafu mstari wa ngapi? Mstari wa 12. Imesemaje mstari wa 12? Imesema Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Tuanze na Luka alipomwambia kwamba akamuongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu. Akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe mpaka chini. Alafu kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde. Sawa, na mstari wa 10. Sasa ukiwa na Biblia yako sura 4, si hapa Luka 4. Alafu tafuta hapa kitabu gani tena kinasema, kinakupa reference ili utafute katika Agano la Kale uone wapi iliandikwa kabla ya Agano Jipya. Zaburi 91 mstari wa 11. Mmoja asome hapo haraka kuingiza darasani. Kwa kuwa atatuagizia malaika zake walinde katika njia zako zote. Sasa kwa shetani aliposema imeandikwa, ni kweli kwa imeandikwa. Umenielewa? Kwa shetani anauelewa. Mtu anayeweka mitego anauelewa mkubwa. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Kwa kitu gani tunajifunza hapa? Shetani akamwambia, geuza mawe kuwa mikate. Akamwambia, jitupe chini, niabudu nami nitakupa falme zote. Lakini kila jaribu Yesu alilijibu kwa neno la Mungu. Mwisho kabisa shetani akamwambia, ondoka, nenda zako, akaondoka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maana yake nini sasa? Mtu aliyejaa neno la Mungu ni ngumu kumkamata katika mitego ambayo inategwa na adui. Kwa hiyo kama umekamatwa mahali ni kwa sababu haujajaa neno. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nihitimishe kwa hivi. Shetani hajabadilika hata leo. Shetani hajabadilika hata leo. Anatafuta kukukosesha kwenye ndoa yako. Kumbuka kosa la wanadamu la kwanza alikuja kugombanisha ndoa. Hivi unafikiri ni nini? Huyu Adamu aliyekuwa anafurahia katika bustani ya Edeni, leo anatolewa kwenye bustani ya Edeni, anaenda kuwa mkulima. Hivi walikuwa wanaongeaje na mke wake? Walikuwa wanaongea vizuri sana. Yaani umetoka kula matunda tu, mnashiba, hakuna cha jembe wala nini, jasho halitoki. Full AC kwenye bustani ya Edeni. Maana miti ndio inaleta ubaridi ile. Full kiyoyozi pale. Halafu baadaye Mungu anawatembelea. Mnapiga story na Mungu. Alafu leo umetolewa kwenye bustani na wamewekwa walinzi na unaenda kulima. Hivi sijui za gani walianza kulima ili wavune wale. Au walikaa na njaa kwa muda gani? Au walianza kula majani kwanza. Kwa hiyo maana yake shetani kosa la kwanza alikuja kuvuruga ndoa. Ndio maana ndoa nyingi zina migogoro. Ndoa nyingi zina shida.
kwa sababu msipokaa vizuri, shetani lazima wavuruge tu, maana shetani hajabadilika. Kama unavyoimba Yesu ni yule yule jana hata milele, shetani ni yule yule tangu ameanza mpaka leo, ni yule yule. Haleluya. Anatafuta kukukosesha kwenye fedha, fedha ni ya kwako, lakini anaivizia ili akukoseshe. Aidha uwe na matumizi mabaya ambayo yatakupelekea kumkosea Mungu. Mtu akipata hela hapa, pua zinawasha akavute sigara. Kwa sababu ni amepata hela ya kwako. Yaani kuna mtu akipata hela nyumbani, alishafika nyumbani, muda wa kukaa mjini umeisha, anatamani arudi mjini. Alafu kuna mtu akipata hela huwa ana tabia kwa nyumbani, siku anachelewa kurudi nyumbani. Amen. Piga makofi mengi sana. Fanya utafiti siku mume wako amepata hela, ana vitu vizuri, niambia anawahi kurudi au anachelewa? Naogopa kwa sababu nafuatilia. Anachelewa. Kwanza kuna mtu anakula yeye na mwingine anakubebea, anakuletea, hata kichelewa huwezi kumkasirikia kwa sababu vile alivyovibeba utakavyovipokea vile, mwanamke unasamehe automatically. Angechelewa aje mwenyewe kama yeye, hayo maswali. Angekuta ugali umeshafunguliwa kwenye poti huko unapigwa baridi tu. Bahati mbaya ugali uwe kama nanisi, uwe wa dona. Na sio dona tu, uwe umesongwa Shinyanga. Yesu tusaidie sana. Kwa hiyo fedha anatega mtego kwenye fedha, kwenye kipato chake. Achana na mambo ya kutoa sadaka na nini. Kwenye matumizi yako ya kawaida. Wengine walipopata pesa ndipo walipoanza dhambi za uzinzi. Kwa sababu wamepata pesa. Tunaona watu wa Mungu. Kwa shetani hajabadilika. Anatafuta kukosesha kwenye huduma. Ukipata pesa, huduma unapunguza. Ukipata pesa, mimi nakwambia wewe sijapata hela, upata hela. Hivi na miaka 3 sijaenda kusalimia nyumbani. Acha upagani wewe. Amen. Yaani pesa inakukumbusha kusalimia nyumbani. Miaka yote tunahangaika hapa, wewe unashindia nani hapa? Afu naita mambo gani? Badala ya kukaa vizuri na Bwana, anakupa kazi. Na mwisho wa siku huduma inaanza kudhorota. Kwa nini umepata pesa? Sasa lazima uwe na akili. Bwana asifiwe sana. Amen. Kupitia Roho Mtakatifu akupe akili na ufahamu. Amen. Ili umshinde shetani na mitego yake. Amen. Anatafuta kukosesha kwenye maamuzi yako. Kuna mtu akipata pesa maamuzi yanabadilika. Kuna mtu akipata pesa upole unaondoka, anakuwa mkali. Tunaelewana? Mimi nadili sana na wanandoa zaidi pia. Baba akiwa na pesa anakuwa mbabe kwa sababu anaweza kuprovide mahitaji ya msingi. Zikikauka anakuwa mpole. Tunaelewa watu wa Mungu? Ile kukutana na mwanangu mmoja akaniambia mimi nina pesa, ninakula popote. Nikamwambia haya twende mwanangu. Bwana sio sana. Pesa inamweka mtu wazi tabia yake. Yaani hapa ukipewa milioni moja hapa, kesho ibadani tasali na watoto. Na hivi kuna mabasi ya saa 1 saa ngapi? Shangato niko Songea. Niko Songea, nimekimbia mara moja Songea. Unakumbuka mwezi fulani kuna msiba utokea na mwezi fulani sikuwahi kwenda. Kwa maana tumia nafasi hii. Pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo Mungu anakufundisha ili kwamba uwe makini, uepuke mitego hii ya adui. Amina.
Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu wanajua nguvu ya adui juu ya mtu ni kosa analolifanya mtu huyo, anakutengenezea mazingira ufanye kosa ili akunase. Lakini leo tunasimama katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kutangaza kwamba tutaendelea katika Bwana, wala hatutakubali kunaswa kwa mitego ya adui. Haleluya. Hatutampa nafasi Ibilisi kama ambavyo imesema Waefeso pale. Hatutampa nafasi. Hatutaingia kwenye mitego yake, tunakataa kwa jina la Yesu. Haleluya. Hatutakubali kukamatwa na vifungo vya dhambi. Kuna vifungo vya dhambi. Lakini pia tutasimama katika utakatifu na maombi. Naomba usimame hapo ulipo. Naomba usimame. Tuabudu kwa dakika chache hapo, tuingie kwenye maombi ili tupate muda mzuri pia wa ratiba zinazofuata. Na kesho ndio tunahitimisha semina yetu. Wahi mapema, baki kwenye maombi, kuja katika yale maombi tumalize kwa kishindo. Amen. Tazama, tuabudu pamoja. Wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote Bwana ambapo adui zangu wameweka mitego ya kunikosesha, naomba unifungue, naomba unitoe mahali hapo kwa jina la Yesu. Ninatangaza kutoka kwenye mitego iliyotegewa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, toe kwenye mitego, mitego ya fedha, mitego ya huduma, mitego ya familia, mitego ya imani kama kina Daniel. Bwana naomba unitoe, niepushie mbali kwa jina la Yesu. Natangaza kutoka kwenye mitego ya magonjwa, mitego ya laana, mitego ya mikosi, mitego ya balaa. Bwana ninatangaza kutoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yeyote aliyenichimbia mashimo atatumbukia mwenyewe. Yeyote aliyenitegea mitego ataingia yeye, atanaswa mwenyewe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninavunja mitego ya ukoo, mitego ya familia, naivunja kwa damu ya Mwana-Kondoo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Vunjika kwa jina la Yesu, vunjika kwa jina la Yesu. Nipe neema ya kushinda kila jaribu, nipe neema ya kushinda kila kifungo kilichoingia kwa sababu ya dhambi, kivunjike kwa jina la Yesu. Ninakataa kubaki kwenye mateso, kubaki kwenye mikono ya adui. Nakataa kwa
jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakupinga shetani kwa jina la Yesu. Sikupi nafasi. Ninakupinga kwa jina la Yesu. Kila mmoja ingie kwenye maombi sasa ya kujinasua kwenye mitego. Wewe unajua wapi umetegwa. Wewe tamka sasa kutoka kwa kinywa chako na toka. Lakini kwa neema ya Bwana na kwa maombi yako ya kutamka, mitego yote inaharibika. Tunaharibu mitego yote katika barabara, tunavunja na kuharibu mitego yote kwenye njia, kwenye milango ya nyumba tunazokaa, kwenye nyumba ulizopanga. Kuna mitego, hujui mwenye nyumba aliweka nini pale. Kuna mitego imetegwa, kuna mazindiko yamefanyika ambayo ndani yake mtu wako hakuna ongezeko, hakuna kukua, hakuna kupanda kiwango. Lakini jioni ya leo tunanasua mitego yao kwa damu ya Mwana-Kondoo. Inamwaga damu ya Yesu Kristo kwenye miisho, kwenye milango, mahali popote inapokanyaga patakasika kwa damu ya Mwana-Kondoo. Naachia nguvu ya Bwana, naachia nguvu ya Bwana mahali popote palipo na mitego ya nguvu ya giza, iondoke kwa jina la Yesu, iondoke kwa jina la Yesu. Nahamisha mitego itoke kwangu na kuitupa baharini. Mitego ya magonjwa, mitego yote ya giza iharibike kwa damu ya Mwana-Kondoo, iharibike, iharibike, iharibike kwa jina la Yesu. Endelea kuharibu mitego ya adui, haribu kwa damu ya Mwana-Kondoo. Endelea kuharibu. Unawaendesha mashtaka katika ulimwengu wa giza. Wapo wanaendesha mashtaka, yupo mshtaki wetu, lakini sio leo hata pata kakushtaki, hata amulie kakushtaki, hata kipata kwa jina la Yesu. Tunampinga kwa jina la Bwana wa Yesu. Katika jina la Yesu, katika maeneo yote tunapinga, tunanasua mitego ya vijana wetu. Hawataingia kwenye mitego, hawatanasa kwenye mitego kahaba na uzinzi, hawatanasa. Tunaikataa. Kama Yusufu alishinda, na wao watashinda kwa jina la Yesu. Kama Mariamu alishinda, hata akajitunza, akamzaa Yesu, na wao watajitunza, wataingia kwenye ndoa wakiwa salama, wataingia kwenye ndoa wakiwa mabinti katika jina la Yesu. Kataa mitego, mitego ya haribifu, mitego ya mahusiano. Kuna mitego kwenye mahusiano, kataa mitego yote, vunja kwa jina la Yesu. Kuna mitego mingi kwenye biashara, mitego kwenye eneo la kazi, mitego pia katika kila eneo. Hivyo ikatae, ivunje, karibu kwa damu ya Yesu. Angusha mitego yote, kila silaha inayoinuka kwenye mtego tunaiangusha kwa jina la Yesu. Kila silaha ina mishale ya moto inayoruka usiku na mitego tunaiangusha kwa jina la Yesu. Haitainuka kwetu, haitatupata kwa jina la Yesu. Tunajizungushia ulinzi kwa damu ya Mwana-Kondoo. Malaika wapo kwa ajili ya kunilinda, sitaanguka, sitajikwaa. Inaandikwa kwenye Zaburi, na nisimame niandikwa kwa jina la Yesu. Haijalishi shetani nisimama nalo, mimi nasimama nalo kama mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu sitaanguka, katika huduma yangu sitaanguka, katika ujana wako usianguke, katika umama wako usianguke, katika ubaba wako usianguke, kwenye bibi wako usianguke, kwenye kazi yako usianguke, kwenye masomo usianguke. Sema sitaanguka, sitajikwaa.
na kwa namna yote tunakataa kwa jina la Yesu. Hakuna tukae nacho hapa, wote tutabaki salama kwa jina la Yesu. Hakuna kulasa kwa tendo hili, hakuna tendo mbele yake kwa jina la Yesu. Unibariki kwa baraka zako, unipandishe viwango, sitabadilika, nitasonga mbele katika imani ya kweli. Bwana Yesu, ikiwa nina magonjwa ambayo hayajatoka kwa sababu ya kiroho changu hakieleweki, leo ninafunga agano na wewe Mungu, nitakufuata popote, sitakuacha Bwana. Wewe niponye tu jioni leo, wewe niokoe tu jioni leo, wewe nibariki tu jioni leo. Mungu ndiye mwema, unibariki sasa, nisione baraka za afya, nisione baraka za kiuchumi, baraka za kimasomo, kila baraka nipokee kwa jina la Yesu. Naomba haya nikiamini kwamba imekuwa ya kwangu kupitia jina la Yesu.
Amen. Shangilia Bwana Yesu.